Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mafanikio yaliyopatikana katika miaka minne ya serikali ya awamu ya sita kwa kuimarisha ukusanyaji wa mapato. Ukusanyaji huo umewezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali hapa nchini. Mathalan, katika kipindi cha mwezi Julai hadi Machi mwaka wa fedha 2024/25, Mamlaka ya Mapato Tanzania imekusanya kiasi cha shilingi trilioni 24.05 sawa na ufanisi wa 103.62 ya lengo letu. Aidha, makusanyo hayo ni ya kiwango cha juu kabisa kufikiwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kipindi kama hicho tangu kuanzishwa kwake. Kiasi hicho ni sawa na ongezeko la 77% ikilinganishwa na kiasi cha shilingi trilioni 13.59 zilizokusanywa katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha wa mwaka 2020/21. Mheshimiwa Spika, ufanisi katika makusanyo uliofikiwa ni matokeo chanya ya kutekeleza kwa vitendo maagizo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuboresha mazingira ya ulipaji kodi. Serikali inawapongeza walipa kodi nchini kwa kutimiza wajibu wenu kwa kulipa kodi stahiki kwa wakati bila shuruti na kuendelea kuunga mkono kizalendo juhudi za serikali za kuleta maendeleo nchini, kwani kodi yetu ndio maendeleo yetu. Mheshimiwa Spika, ni dhahiri kuwa wafanyakazi wamekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa letu. Nitumie fursa hii kuwapongeza kwa dhati wafanyakazi wote nchini. Vile vile wapongeze waajiri, viongozi na vyama vya wafanyakazi na wadau wote, na kuendelea kuheshimu haki na utu wa wafanyakazi. Mheshimiwa Spika, napenda kutumia nafasi hii kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kushirikiana na shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA, vile vile na chama cha waajiri Tanzania ATE, katika kuhakikisha kuwa msingi ya haki ya wafanyakazi inazingatiwa. Serikali itaendelea kuhakikisha kwamba wafanyakazi wataendelea kupata stahiki zao kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Hili linazungumzwa kwa sababu mafanikio yote ya serikali yanatokana na kazi kubwa inayofanywa na wafanyakazi hawa kwenye sekta ya umma na sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, kwa sasa tunafanya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani almaarufu Mei Mosi, yatakayofanyika siku ya tarehe 1 mwezi wa 5, ambayo yanafanyika kila mwaka, na mwaka huu maadhimisho haya ya kitaifa yanatarajiwa kufanyika mkoani Singida. Maadhimisho hayo si tu kielelezo cha mshikamano na heshima kwa wafanyakazi, bali pia yanadhihirisha dhamira ya dhati ya kuhamasisha utoaji haki za wafanyakazi, ustawi, mazingira bora ya wafanyakazi, lakini pia kupokea changamoto za wafanyakazi kupitia maandamano watakayopita mbele ya mgeni rasmi. Mheshimiwa Spika, nitoe wito kwa wafanyakazi wote nchini kuendelea kufanya kazi kwa bidii, weledi, maarifa, uadilifu na kwa moyo wa kujituma katika kuwapokea, kuwasikiliza na kuwahudumia wananchi kwa wakati. Hivyo nawatakia kila laheri katika kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani. Nataka nitoe pongezi za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa kutimiza miaka minne ya kuiongoza nchi yetu kwa mafanikio makubwa, lakini mbili, nyote ni mashahidi kuwa katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wake, utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa kwa kiwango kikubwa kama ilivyoelezwa wakati nikiwasilisha hoja ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kukumbusha baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika kipindi hiki cha miaka minne ya uongozi wake. Na mafanikio hayo ni pamoja na haya yafuatayo. Ya kwanza, kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, sambamba na kudumisha hali ya amani, utulivu pamoja na mshikamano wa wananchi wa taifa hili, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amewezesha utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Mafanikio makubwa yamepatikana katika utekelezaji wa miradi ya huduma za jamii na miradi ya kimkakati, hususani katika sekta za elimu, afya, maji, kilimo, ujenzi, nishati, mawasiliano na uchukuzi. Mheshimiwa Spika, mafanikio hayo tunayapata katika utekelezaji wa ilani ni ya kupigiwa mfano. Bila shaka kila mwananchi ni shahidi wa jambo hili. Kila eneo katika nchi hili limefikiwa na wananchi wamekuwa mashahidi kwa miradi inayotekelezwa kwenye maeneo yao. Hakika Mheshimiwa Rais anastahili pongezi na tumpongeze sana Mheshimiwa Rais.